Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, mtu wa Mungu. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya maisha anayotupa kila siku. Neema yake ni kubwa sana na Mungu anatupenda sana. Kama huja subscribe. Hii ni Chakula TV. Jitahidi sana usubscribe kwa ajili ya kupata mafundisho ya neno la Mungu, lakini pia ufahamu kuhusiana na Mungu mwenyewe. Na leo ninataka nizungumze mbele yako. Mimi naitwa Mwalimu Musa Musa, na hii nataka nizungumze leo sababu 10 kwa nini usali kila siku saa 9 mchana. Kuna sababu zipo kama 10 ambazo nimeziainisha hapa, ambazo ni muhimu sana ukazifahamu na ukazielewa ili uweze kupata nafasi ya kusali kila siku saa 9 mchana. Lengo la ujumbe huu ni kutaka kukufahamisha ya kwamba kuna umuhimu na kuna uhitaji wa wewe kufanya sala kila siku saa 9 mchana au saa 9 alasiri. Ndio lengo la ujumbe huu. Ninaamini ya kwamba utaelewa na utabarikiwa na utaweza kufanya hivyo na utaanza kuishi maisha haya ya kufanya sala kila siku saa 9 mchana, na Mungu atasikia maombi yako. Ziko sababu 10 kwa nini kama muamini, kama Mkristo, unapaswa ufanye sala kila siku saa 9 mchana. Sababu ya kwanza, kibibilia ndio muda unaotajwa na kutambulishwa kama saa ya kusali. Kibibilia saa 9 alasiri ama saa 9 mchana ndio muda ambao unatajwa na kutambulishwa kama saa ya kusali. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 3 mstari wa kwanza, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya ile ya 3 mstari wa kwanza, maandiko huwa yanaeleza, yanasema ya kwamba basi Petro na Yohana walikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9, saa ya kusali saa 9. Biblia inatambulisha muda wa kusali kama saa 9, na ndio maana ukiona hapo kwenye uandishi Biblia haianzi kutaja saa 9, inaanza kutambulisha saa ya kusali. Kwa saa 9 ni kama tu inawekwa pale kama nyongeza kuonyesha kilichokuwa kinatajwa mwanzoni ni kipi. Kwa hiyo wataalamu wa lugha wanaelewa ya kwamba neno hili hapa saa 9 limetumika kama nyongeza ambayo kama ni kidokezo ambacho kinaongezwa kwenye sentensi ili kutilia mkazo wa kile ambacho kilikuwa kinatajwa. Lakini hapa mlengo wa mwandishi ni kueleza muda ambao unaitwa saa ya kusali. Kwa hiyo hata kama asingesema ni saa 9, asingetaja masaa, bado maana yake ilikuwa imefika, bado ujumbe wako ulikuwa umefika ya kwamba hawa watu walienda kusali, ilikuwa ni saa 9, ilikuwa ni saa ya kusali. Kwa saa 9 ni kuonyesha hicho kinachoitwa saa ya kusali ilikuwa ni saa ngapi. Kwa hiyo Biblia imetambulisha saa ya kusali saa 9. Kwa hiyo ni vizuri na wewe, ni muhimu sana, na hii ndio sababu kubwa ya kwanza kwa nini unapaswa usali kila siku saa 9 alasiri. Ufanye sala yako ukiwa ofisini, ukiwa nyumbani, ukiwa mahali popote, ustopishe vitu vyako uweze kusali. Ni kwa sababu Biblia imetambulisha saa 9 kama saa ya kusali. Sababu ya pili ni kwa sababu Kornelio alikuwa anaomba saa 9. Lakini pia malaika wa Mungu aliwahi kumtokea Kornelio, ilikuwa ni saa 9. Ni mtumishi wa Mungu ambaye tunamwona kwenye Biblia akitajwa kuwa na matokeo ya kutoa sadaka pia na kuomba. Kati ya watu ambao wana matokeo ya maombi yao na matokeo ya sadaka zao pamoja, huwezi kumtaja Kornelio. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba huyu mtu alikuwa ana matokeo ya maombi aliyokuwa anayaomba mpaka anatokewa na malaika. Lakini cha kushangaza ni kwamba alikuwa ni mpagani, alikuwa ni mtu ambaye bado hajamwamini Mungu, lakini bado anaweza akasali na akajibiwa maombi yake na akatokewa na malaika. Tuna Wakristo wangapi ambao wananena kwa lugha? Tuna Wakristo wangapi ambao wanampenda Mungu? Tuna Wakristo wangapi ambao ni waombaji, lakini hawajawahi kutokewa na malaika kwenye maombi yao? Lakini Kornelio na upagani aliyokuwa nao,
Huyu alikuwa ni akida, alikuwa ni mpagani, alikuwa ni Mrumi, lakini bado na upagani aliyokuwa nao alikuwa na sali saa 9, na bado akatokewa na malaika na akapokea majibu ya maombi hiyo saa 9. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 10 mstari wa 30. Matendo ya Mitume 10:30, Biblia inaelezea kitu pale, inasema Kornelio akasema, siku 3 zilizopita katika saa hii, yaani saa 9, nilikuwa nikisali nyumbani kwangu, nikamuona mtu amesimama mbele yangu mwenye nguo zing'aazo. Anamaanisha malaika. Kwa hiyo unaweza ukaona saa 9 ambayo alikuwa anasali Kornelio alipata nafasi ya kutokewa na malaika. Ni muhimu sana na wewe upate nafasi ya kuwa unafanya sala saa 9. Pata muda, hata kama umebanana, hata kama ni dakika 2, hata kama ni kimoyomoyo, usali saa 9. Lakini sababu ya tatu ni kwamba ibada ambayo Kornelio alijazwa na Roho Mtakatifu pia ilifanyika saa 9. Ile ibada ambayo Kornelio alijaa Roho Mtakatifu. Huyu ni mtu wa mataifa. Kumbuka, kipawa cha Roho Mtakatifu hakikuwa kwa ajili ya watu wote, na Petro alikuwa anajua ya kwamba kipawa cha Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya Wayahudi, kwa ajili ya Waisraeli. Lakini cha ajabu ni kwamba mpaka watu wa mataifa, Kornelio mtu wa mataifa, mpagani, kuna ibada ambayo ilifanyika nyumbani kwake, ilimfanya mtu wa mataifa na yeye akajaa Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo ninapozungumzia watu wa mataifa ambao walijaa Roho Mtakatifu kwa mwanzoni kabisa mwa kanisa la kwanza lilipoanza, huwezi kuacha kumzungumzia Kornelio. Na ile ibada ambayo Kornelio alijaa na Roho Mtakatifu ilifanyika saa 9. Ndio maana anasimulia, anasema ile Matendo ya Mitume 10:30 kwamba siku 3 zilizopita katika saa hii, yaani saa 9. Kwa wakati anamsimulia Petro kilichomtokea, ilikuwa ni saa 9, sawasawa na muda ule ambao alitokewa na malaika. Wakati yuko anamsimulia Petro alipoanza kuongea na kutoa maelekezo na kutoa mawazo na kutoa maelekezo na kueleza habari za Yesu, akiwa anaongea kwenye saa ile saa 9, utagundua ya kwamba Roho Mtakatifu alishuka na Kornelio na watu wa nyumbani mwake, watu waliokuwa ni Warumi, watu waliokuwa ni wapagani, wakajawa na Roho Mtakatifu. Ilikuwa ni saa ngapi? Saa 9. Kwa hiyo saa 9 ni wa majira ambayo ni lango ambalo Roho Mtakatifu anaweza kuwatembelea watu hata wasiostahili, hata watu wa mataifa, hata watu ambao hawajaokoka. Kumbuka hapa Kornelio alikuwa bado hajaokoka, lakini akajawa na Roho Mtakatifu kwenye lango la saa 9. Kwa hiyo ni muhimu na wewe kwako upate nafasi, upate na neema ya kuwa unasali saa 9. Sababu ya 4, mitume walikuwa wanasali kila siku saa 9 mchana. Ilikuwa ni desturi ya mitume wa kanisa la kwanza, walikuwa wanafanya misa yao saa 9. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 1, Biblia inamwelezea kuhusu Petro na Yohana walipokuwa wanakwea kwenda hekaluni kusali. Maandiko yanasema ya kwamba ilikuwa ni saa 9. Kwa mitume walikuwa wana desturi ya kwenda kusali saa 9. Kanisa la kwanza lilikuwa linapanda hekaluni na wanaenda kufanya ibada yao, ilikuwa ni saa 9. Kwa hiyo haiwezi kuwa bahati mbaya, na ndio maana ni muhimu sana na wewe kuwa unaomba saa 9. Sababu ya 5 ni kwamba pazia la hekalu lilipasuka saa 9 mchana. Pazia la hekalu lilipasuka saa 9 mchana ili sisi tusiostahili, kwa maana ya mimi na wewe, tuweze kuingia patakatifu pa patakatifu. Wakati Yesu anakata roho, pazia la hekalu likapasuka, ilikuwa ni saa 9. Kitabu cha Marko sura ile ya 15:38, na ukianzia mstari ya juu pale utaelewa haya. Marko 15 kuanzia mstari wa 38, lakini ukianzia mstari wa 30 pale utaelewa ya kwamba ilikuwa ni saa 9 wakati ambapo pazia la hekalu liliweza kupasuka. Kwa nini pazia la hekalu liliweza kupasuka? Kabla ya hapo, aliyekuwa anaruhusiwa kwenda kuongea na Mungu, kuzungumza na Mungu, alikuwa ni kuhani mkuu. Kuhani ndio aliyekuwa watu wanamueleza shida zao, yeye ndio anaingia kwenye lile pazia na kuzungumza shida za watu mbele ya Mungu. Mtu wa kawaida tu alikuwa hawezi kuingia kule. Watu wa mataifa walikuwa hawezi kuingia na kuongea na Mungu. Lakini kupasuka kwa pazia la hekalu ilikuwa ni ishara ya kwamba hata watu wa mataifa wasiostahili, hata mimi na wewe,
tunaweza kwenda kuzungumza na Mungu, tunaweza kwenda kuongea na Mungu. Na haya yote yalitokea saa 9 mchana. Kwa pazia la hekalu lilipasuka saa 9 mchana, ili sisi tusiostahili tuweze kuongea na Mungu, kwenda mbele za Mungu. Kwa hiyo ni muhimu sana kwenda kuongea na Mungu kwenye muda ambao pazia la hekalu lilipasuka. Lakini jambo la sita, saa 9 mchana ni saa ya nuru, ni saa ya nuru. Saa 9 mchana ni saa ya nuru. Pale msalabani, giza lililokuwa limetanda liliondoka saa 9. Wataalamu wa Biblia wanaelewa ya kwamba lile giza liliondoka saa 9. Kusoma Mathayo sura ya 27 na ule mstari wa 45. Mathayo 27:45, maandiko yanasema, yanaeleza kwamba basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote, na hata saa 9, maanake lile giza liliondoka saa 9 kamili, pakatokea nuru. Kwa hiyo kwa watu wa nuru, nuru iliingia saa 9. Kwa hiyo kwenye lango la muda watu wa nuru wanaweza kutawala na kutamba ni saa 9, maana ndiyo giza liliondoka, pakawa pana nuru. Kama ni mtu wa nuruni, ukitaka kutembea kwenye ulimwengu wa roho, basi lango la saa 9 ni lango muhimu sana. Kwa hiyo hakikisha unaomba kila siku saa 9 mchana. Lakini sababu ya 7, kwa nini usali kila siku saa 9 mchana? Sababu ya 7 ni kwamba ni saa ambayo Yesu aliomba alipokuwa msalabani. Wakati Yesu akiwa msalabani alikuwa hafanyi sala, alikuwa haombi, lakini ilipofika saa 9 ndio Yesu akaanza kuomba. Ndio utakuta anasema, Baba wasamehe kwa maana wajua litendalo. Utamkuta anapaza sauti anasema, Eloi Eloi lama sabakthani, Mungu wangu mbona umeniacha. Kwa hiyo alipaza sauti, aliomba saa 9 akiwa pale msalabani. Soma kitabu cha Mathayo sura ile ya 27:46. Mathayo 27:46, Mathayo 27:46, utagundua na kuona ya kwamba Yesu akipaza sauti na akiomba ilikuwa ni saa 9. Ni jambo muhimu sana la kufahamu. Na wewe kama Yesu aliomba saa 9, na wewe ni vizuri pia ukapata nafasi na muda wa kuomba saa 9. Sababu ya 8, saa 9 inatambulika kana kwamba ni saa ya wokovu. Yesu Kristo alikata roho saa 9. Ilipofika saa 9 akakata roho. Yesu Kristo alikufa saa 9. Kwa hiyo nakumbuka, kufa kwa Yesu ni wokovu kwenye maisha yetu. Kumbuka hili jambo, kufa kwa Yesu ni wokovu kwenye maisha ya kwetu. Kwa Yesu alipata nafasi ya kufa saa 9. Kama wokovu uliweza kuingia saa 9, amini hili ya kwamba ukitaka kuokoa ndoa yako kwenye maombi, kuokoa mtoto wako kwenye maombi, kuokoa biashara yako kwenye maombi, saa ya kusali huwezi kuiacha saa 9. Ni lango zuri kabisa kwa ajili ya wokovu. Kuwaombea ndugu zako waokoke, kuombea biashara yako iokoke, kuombea kazi zako ziokoke. Huwezi kuacha kuzungumzia saa 9. Kwa hiyo jitahidi uweze kufahamu na uweze kuelewa ya kwamba ni lango muhimu sana kwa ajili ya maombi. Sababu ya 9 ni sababu ya kimapokeo. Wayahudi mpaka leo tunavyoongea wana desturi na tabia ya kupeleka sadaka na kuomba hekaluni saa 9. Mpaka leo kimapokeo Wayahudi wanaendaga kuomba kwenye mahekalu yao na kupeleka sadaka saa 9 alasiri. Myahudi hapeleki sadaka muda wowote. Myahudi anapeleka sadaka kwenye hekalu saa 9. Wayahudi hawapeleki sadaka muda wowote. Mpaka leo Wayahudi waga wanapeleka sadaka saa 9. Hii ni sababu ya kimapokeo. Hii ni sababu nyingine ya 10, ni sababu ya kihistoria. Kuna watumishi wa Mungu mbalimbali wa imani mbalimbali ambao walipata maono ya kuwa wanasali saa 9, na watumishi hao ni wengi ambao wana shuhuda nyingi sana ambazo zimegusa maisha ya watu. Na ukizungumzia kwa Wakatoliki wanafahamu sana kuhusu hao watumishi. Mmoja wapo mtumishi mkubwa ambaye anafahamika ni mtakatifu Faustina, ambaye huyu ndiye aliintroduce kitu kinaitwa saa ya huruma, saa 9 kama saa ya huruma. Na ndio maana Wakatoliki wana sala yao ambayo waga wanaomba huruma inafanyika saa 9. Ni kwa sababu ya mtakatifu Faustina ambaye alitokewa na maono na akapata ufunuo ya kwamba watu wao wanasali saa 9. Na watu wengi, kuna shuhuda nyingi sana ambazo za watu walizipata baada ya kuwa wanasali saa 9. Mfano wa shuhuda huo nitakusomea hapa, ambao mtu alinitumia akaniambia, hakika mtumishi anakumbuka
Kuna mtoto mmoja hivi anatoa ushuhuda kwenye mtandao. Yeye anasema alikuwa kipofu kabisa na aliomba kwa mfululizo saa 9 alasiri hadi Mungu akamponya. Sasa ni mhubiri. Huyu ni mtu ambaye anashuhudia, anaeleza kuhusu mtoto. Nafikiri ni yule mtumishi wa Mungu, nadhani ni yule Kifunda, anaitwa Kifunda nadhani. Yeye alikuwa haoni, alikuwa anaomba kila siku saa 9, kila siku saa 9 alikuwa anaomba kila siku saa 9, akapata nafasi ya kufunguliwa macho yake na akaweza kuona. Huu ni ushahidi pia kwa nini uombe kila siku saa 9. Mungu akubariki sana. Na sisi tuna maombi hapa Chakula TV kwa muda wa siku 99. Kila siku saa 9 tunamuomba Bwana. Ungana na sisi kwenye YouTube yetu ya Chakula TV, subscribe na ulike, na Mungu atakubariki sana. Mungu anakupenda. Inaitwa Mwalimu Musa, na neema ya Mungu iwe pamoja na wewe. Kama unataka kusapoti utumishi huu tunaofanya kwa njia ya sadaka, namba zetu ni 0764 444 900, 0764 444 900. Majina yanayotokea ni Wapeni Ningi Chakula Foundation. Mungu akubariki, nikutakia wakati mwema, na Yesu awe pamoja na wewe. Amen.